Yesu asifiwe. Bwana ni mwema. Napenda kukaribisha asubuhi ya leo katika kipindi hiki tujifunze pamoja asubuhi ya leo. Jumanne Mei 27 mwaka 2025. Jumanne ya mwisho kabisa ya mwezi Mei katika mwaka huu. Somo letu pendwa linasema Kristo kiini cha sheria. Tufumbe macho tuombe. Mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu Mungu wa mbinguni, tunasema ni asante sana kwa rehema na upendo wako Bwana. Asante kwa uongozi wako na ulinzi wako masaa yote hata masaa ya Bwana. Tunapenda kujifunza, tupatie Roho wako Mtakatifu akatuongoze, akatufunulie, na zaidi ya yote tukukuone wewe. Asante kwa kuwa umesikia Bwana na utatenda na zaidi ya hapo, katika jina lako Yesu Kristo. Amen. Kristo ni kiini cha sheria. Warumi 10 sura ya 3 fungu la 31, maandiko matakatifu yanasema, basi je, twaibatilisha sheria kwa imani hiyo? Hasha, kinyume cha hayo, twaithibitisha sheria. Nitarudia, basi je, twaibatilisha sheria kwa imani hiyo? Hasha, kinyume cha hayo, twaithibitisha sheria. Miongoni mwa wanaodai kuwa Wakristo, Waadventista wa Sabato wanapaswa kumuinua Yesu zaidi ulimwenguni. Mtangazaji wa ujumbe wa malaika watatu unatoa mwito wa uwasilishwaji wa ukweli wa Sabato. Ukweli huu pamoja na nyingine zilizojumuishwa katika ujumbe unapaswa kutangazwa hakika kabisa. Lakini kitovu kikuu cha mvuto, Kristo Yesu, hapasi kuachwa. Sasa ni katika msalaba wa Yesu ambapo rehema na kweli zinakutana pamoja na haki na amani zinahusiana hapo. Sasa sharti mwenye dhambi aelekezwe kutazama msalaba wa Kalvari. Kwa imani sahihi ya mtoto mdogo lazima aamini katika wema wa Mwokozi, akipokea haki yake na kuamini katika rehema yake. Sasa kupitia kwa upendo wa Mungu, hazina za neema ya Yesu zimewekwa mbele ya kanisa na ulimwengu. Kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe pekee, ili kila mtu aaminie asipotee bali awe na uzima wa milele. Hiyo ni Yohana 3 fungu la 16. Kwa kweli ni upendo wa ajabu kiasi gani na usiopimika kwa namna gani ambao ulimuongoza Yesu kufa kwa ajili yetu tulipokuwa tungali wenye dhambi. Na ni hasara iliyoje ambayo nafsi inapata, ambayo ikielewa madai yenye nguvu ya sheria, lakini pia inashindwa kukiri kwamba pale dhambi inapoongezeka, neema ya Kristo inaongezeka zaidi. Kwa nini? Kwa sababu sheria inapowasilishwa kama inavyostahili inafungua upendo wa Mungu, lakini haishangazi kwamba mioyo haiyeyushwi hata kwa ukweli unapoonyeshwa kwa njia baridi isiyo na uhai. Si ajabu kwamba imani inasitasita katika ahadi za Mungu, wakati watumishi na watendakazi wanashindwa kumwakilisha Yesu katika uhusiano wake na sheria. Hii ni hakika. Sasa hebu mwalimu wa ukweli amjulisha mwenye dhambi. Fikiria ukweli halisi juu ya Mungu Baba angojaye kwa upendo, wenye shauku ya kumpokea mpotevu arudie nyumbani, si kumtupia shutuma za hasira, bali kuandaa karamu ya kukaribisha ujio wake. Laiti sote tungeweza kujifunza njia ya Bwana katika kuongoa roho. Hakika Mungu angevuta akili kutoka kwenye usadikisho wa mantiki hadi kwenye usadikisho wa ndani zaidi, wa juu zaidi na safi zaidi na mtukufu uliotukuka zaidi. Mara nyingi mantiki ya kibinadamu imekaribia kuzima nuru ambayo Mungu angeiangaza katika miale iliyo wazi, ili kuwasadikisha wanadamu kwamba Bwana wa asili anastahili sifa na utukufu wote, kwa sababu yeye ndiye muumba wa vitu vyote. Hebu leo muinue Yesu juu. Wewe unayewafundisha watu, muinue juu katika hubiri, katika wimbo, katika maombi. Hebu nguvu zako zote zielekezwe katika kuzielekeza na kuzieleza roho zilizochanganyikiwa, zilizotatizwa, zilizopotea kwa mwana wa Mungu, mwana kondoo wa Mungu huyu aliyekufa msalabani kwa ajili ya kuchukua dhambi zetu. Mwinue juu Yesu huyu Mwokozi aliyefufuka, na uambie wote wasikiao
Njooni kwake ambaye alitupenda sisi akajitoa kwa ajili yetu. Hebu sayansi ya wokovu iwe mzigo wa kila hubiri na mada ya kila wimbo. Hebu na itolewe katika kila ombi. Onesha neema na ukamilifu wa Mwokozi. Neema hiyo ambayo kwa uwezo wa Mungu tunaipokea, basi katika kuyavumilia yote tuitumie vyema kwa huduma mbalimbali ambazo Bwana ametupatia, kuwa nuru safi katika kuponya, kuokoa roho za watu, lakini pia kutia faraja kubwa. Neema ya Yesu Kristo ikatuongoze.